Faida ya kwanza, utofauti kati ya biashara na kampuni. Biashara inalipa mara moja kwa mwaka na inalipa 30% ya faida, corporate tax. Lakini biashara kila baada ya miezi mitatu unaenda TRA kufanyiwa ukaguzi kwamba umeuza hii, umeuzaje, umefanyaje, umeendaje. Inategemea na anayekufanyia assessment. Hiyo inakuwa ni risk. Sometimes inaweza ikafanyiwa wasema kwa nature industry yako na uko Mwenge wewe unaingiza faida nyingi, tulipe shilingi kadhaa. Kumbe unaambia lakini hamna mchakato ajenda biashara nini. Hapana bwana, sisi tunajua, sisi tunataka kutetea jeuri bwana, sisi ndio tushakwambia lipa hii. Kwa kila baada ya miezi mitatu inabidi. Na hasara yake ni kwamba ukishawekewa kiasi fulani, anayekuja kufanyia assessment anayefuata mara nyingi atakuwa pale anachezea pale pale au kuongezeka. Utofauti wa kwenye kodi. Tofauti wa pili unaitwa liability. Biashara tutatumia TIN namba yako binafsi, tutaibadilisha kwa ya biashara. Kwa hiyo kodi zote zitasoma kwa jina lako. Ndio unaitwa nani? Elizabeth. Kwa hiyo atakaye kuwa anadaiwa mambo ya kodi yote ni Elizabeth, sio biashara yako. Kwa hiyo kwenye biashara liability zote zinakuwa juu ya Elizabeth. Ila kwenye kampuni kule unapata TIN namba yako, TIN namba ya kampuni. Kwa hiyo vinasoma kwenye jina la kampuni. Kwa mfano madeni yote yatafuatwa kwenye jina la kampuni. Liability ni kwamba unavyoingia mikopo au kufanya kazi ukashindwa kudeliver au kadeliver ukashindwa kulipa mikopo au mkashindwana baadaye, anayekuja kudaiwa sio Elizabeth, ni kampuni ya Elizabeth ndio itakuja kudaiwa. Kwa hiyo Elizabeth anaweza kawa anaendesha Mercedes Benz lakini anadaiwa 600,000 kwa sababu tu hataki, hana interest ya kulipa. Anaweza akasema basi tufuate procedure za kawaida za makaratasi tulipane nitakulipa taratibu. Yes. Lakini uweze kusema ila Elizabeth unaendesha Mercedes Benz, mimi nakudai 600,000, unashindwa kunilipa. Hapana, liability kwa kampuni na kwa kwenye kampuni ya Elizabeth. Elizabeth yeye hadaiwi hiyo 600,000 hata 10,000 hayo. Kwa hiyo anayekuwa anadaiwa ni kampuni, sio Elizabeth. Kwamba kwenye biashara liability inakuwa kwa mhusika, ila kwenye kampuni liability inabaki ni kampuni. Kwa hiyo hamna mhusika, hamna mtu atakayekuja kukaba Elizabeth tunakudai. Ulikuja tukasajiliana, tukasemeshana kwenye kampuni. Namba 3, management. Iko hivi, kampuni lazima msajili mkiwa kuanzia watu 2 kuendelea. Biashara unaweza kusajili ukiwa peke yako. Kwa sababu watu 2 kuna lengo mbili. Unaweza ukachukua mtu ambaye yeye ana kitu na wewe una kitu, mkakaa mezani mfanye biashara, kwa sababu sheria lazima muwe watu 2. Ukachagua mtu wote unayemwamini ambaye hana kitu lakini sheria zinakuhitaji na wewe unahitaji kampuni, unaweza kuchukua mtu wa familia au mke